Niaje wase, so today we are here, the lyrical jumper, na tuna chill na the one and only afande yake Mbanga mwenyewe. So kama mnaweza ona hii setting hapa tuko kwa stage. So wale watu wote walichoma shule wako somewhere pale ndani, tulieni tutawatoa wanaumia. So without further ado, let me just give him this chance to introduce himself first. Yeah. It is what it is. Alex Madenge. Hii inaitwa Lyrical Jumper. Lyrical Jumper. Na kwa nini hamjavaa majumper? tulitoka ukiwa na jua Ungeniletea jumper moja. Bana tungeleta jumper moja. So nikishika hapo katikati inashika sisi wote. Director. Noma sana. Yes. So yeah, how karibuni mazee. Unafilaje bedhe tuko hapa? Unajua sasa si ndio masele. Mtaniachia kitu. So I'm happy. I'm a very happy man. Ashaanza. Haja mtaniacha hivyo. Sawa. Tutaona kitu kidogo yenye iko kwa. So mimi ndio Alex Matenge. Ukiangalia kwa video zangu napiganga kama police officer. But saizi mmenipata kama niko chini ya maji. Out of patrol. So saizi nacheza chini. Nitakuwa naongea kama raia na switch kidogo hivi. Kidogo. So karibuni sana, feel at home. Appreciate. Feel at police station. to feel arrested. So hii ndio inaitwa nani? Mimi naitwa Malik. Ndio inaitwa Malik. Kabete Westnika. Kabete Westnika. Na Nika mko wengi. Naona West Pokot Nika. Sina Nika ni wengi. Ruiru Nika. Hao watu unajua ni wale watu wa hii familia ya Instagram. Una understand? Na mbona hakunanga watu kama Elgeyo Marakwet Nika? Nandi Nika. Net. Internet online. Kama live. Wanakuanga kwa Facebook live. Iten Nika. Samburu Nika. Lakini I think hao ndio walikuja huko wakachukua hizo majina za akina Finesse Ngara. Sijui akina Finesse Ngara, akina Ruiru Nika huko. So I think Nika ni ya watu wako huku Bontao hivi. Noma sana. So by the way nikuulize kwanza, Mbanga. Wewe ni Mbanga officially ama? So unataka nikwambie secret ndio? Nataka kujua kama wewe ni polisi ukweli. Wewe jua niko na uwezo fulani. Ukinipigia simu naweza fanya mawantu usaidike. Naweza piga simu moja mbili. Mtu anapigia kipto nini ndio akue sure before tuseme mtu anataka kukilight up hapa in public alafu aende kukilight up apate uko na nini. Unajua shida ikwangi light up. Shida ni being in possession. Clarify wala. Shida si hiyo yenye iko kwa kichwa ama yenye usha nini. Shida ni when you're in possession. Katiba iko very clear. You are caught in possession. Sawa. So ukiona Banga ni yule, una make sure you're not in possession. Una make sure iko kwa. Lakini I don't advocate for that. But katiba inasema peddling like umeibeba na gunia ama umezibeba kadhaa hivi. Hiyo ndio katiba hawaja amend. Transporting to various hawaja amend waweke smoking and consuming drugs. Tunaambianga watu don't do drugs. Peddling. Bora usitukane madawa, drug abuse. Uko sawa. Panado si mbaya kwa abuse. So obvious I've done my research. Nimeona you've been in radio, an MC, umework behind some big TV shows in Kenya. Like, how has been the career journey between your time here, you realizing that you actually want to pursue the entertainment industry to right now? Kitu ile happen mimi niliitwa KU kufanya literature. So lakini KU mimi ni msanii nimesoma Buda. Na niliitwa na JAB. Mnajua JAB ni nini? Joint Admissions Board. Hiyo ndio ilikuwa inakuita university. Mpaka sasa hivi bado mimi nitaranga. Bado ni kambo bana. So hiyo ikaniita KU kufanya literature. So literature nikapata KU hakuna course za theater, film ama media. So ikabidi ni learn kuandika. So ukilearn kuandika it's either become a teacher
or a writer, wale maprofesa. Unajua wale maprofesa wale masuti manywele za white wakukataa vitabu za watu wanakataa majina za kizungu nini either ukuwe lecturer, writer ama uingie kwa media. So kwa media ukiingia unaweza kuwa mwandishi wa adverts ama anything, scripting any scripting that is needed unaweza tumia literature either ni kuscript shows cause zote zinahitaji literature. So nikajipata kwa media. Kujipata kwa media nikajipata behind the scenes kama creative copywriter. Creative copywriter ni yule msee huandika kama ads. Ile zile adverts unaona kwa TV ama kwa radio zinakuwa zimeandikwa ama zimefikiriwa na mtu. So cause I can write and I can think, ikakuwa rahisi mimi kuwa creative copywriter. Hiyo ndio mboka nimechapa. Hiyo mboka ya kwanza nimechapa 10 years kwa radio. Kwa TV nini behind the scenes. So watu wengi najua wana watch. Afu nikasema wacha wakae na kazi yao kiasi alafu nifanye hii kazi nyingine. Okay, so uli decide to call it quits as in hizo project zote so that upasuki tunapenda. Ndio nifanye saa content creation because what you realize traditional media inaenda ikishrink. Opportunities inaenda zikikuwa less, revenues inaenda zikikuwa less, na pia wasee wanaenda online more. True. Na wote huko wanasema online is the future. So nikaona acha niende future. Unajipata huko kwa past. So wao wako kwa sio wanashinda wakisema online is the future. Sasa wao wako past. Mimi niko future, sawa wananipata. Sasa hizi ni future actually. Na nikuulize uli nini initangu aje? Hii character ya police. Niaje ulipenda character ya police actually? Na juu watu wengi mimi naonanga huko anga mimi nitaact ka Odi. Mimi nitaact ka mama mboga. Wewe ni aje uliamua kitu ukiingia kwa industry unaangalianga kitu wase wafanye. Kuingia industry yote rahisi sana. Ingia tu ukiwa na kitu yako unique. Tuseme ukiingia kama Mluya, first utacompete na wase wanapiga Kiluya. Tuanze hapo. Na already washaanza watakupiga 10 ile. Ukitaka kupiga Mkale profesa wako zwiki na Probox hao ukitaka kuact kama Mjaluo lazima uanze kupigana na Jalango, Otoyo, Flako, wase wengi kina Kenawe, kuna Rende. So unakaa unaangalia ni character gani haijafanywa. Unaona kuna msee amepiga karao online. Kuna mtu anataka kulala ndani. Na kama unaweza ipiga unaanza hapo. Kwa sasa hizi sijaona msee anapiga comedy ya Makanga. Ama tuseme Msudanese tu fulani mrefu mfani. Unaweza ona mimi ni Msudanese nitoka mimi ni mweusi but mimi si mrefu. So unaweza nimetoka kwa hiyo design. Ukitaka kuingia kwa industry sasa hizi usianze na karao ama uanze kwa Kena ama Wololo ama Desagu. Anza na kitu yenyewe wasee hawana. So hakukuwa na karao. Soka nikaenda nayo. Wazi. Okay. So ni rahisi kitu ikiwa unique is very easy watu kucollaborate na wewe na kukuidentify. Mtu kana anataka hiyo character kwa kwa kitu yake, kwa ad yake ama TV show yake ama radio ni rahisi sana. Ama hata saizi Netflix wakikuja saizi wanataka msee anaweza play role ya karao. Waulize tu anyway ni aje wase. Mnaona nani anaweza piga karao hii Kenya? Out of 10 people 9 watasema unajua Madenge. But ukisema tunataka Mjaluo, Wajaka ni wengi, wafani sana. Wajaka kitaka Wakamba wako wengi. Kitaka characters zingine ziko mob sana. Kitaka Odi kuna wengi, kina Santos, kina Katelo, wako wengi sana, una get? Modesto. So hao wote wataekwa pale place moja, waambie sasa tunataka Odi moja. Mnoma kwa nyinyi wote. Lakini kwa karao watasema Madenge ni aje? Tuachie namba zako, ukujie check, alafu wewe ndio utafanya hiyo role. So niliingia kama unique character. True manzejo. Ni unique. Na umeshaikuwa in real trouble na police ama ukajitoa kwa any trouble na police because you are an online cop? Of course hiyo una happen, unapata tumejipata kwa noma alafu karao anasema guru kumbe uko na piteni. So hiyo ina happening size. But before ilikuwa tu unapitia tu kara ya nyingine tu unajitetea.
unacheza kama wewe. Lazima uache tiabe na unacheza kama wewe. Unajua usipoacha pia unachelewa place unaenda. Unachelewa. So ukiendelea kujua rights zako unaendelea kufuata sheria, ufuate sheria ama ucheze kama wewe. But then nikuulize, which are the content creators in Kenya when you feel comfortable sana ukiwork na wao over the time? Hiyo ni noma. Unajua nitasema wote of course. Nitasema wote of course. Kuna msemo mwenye obviously najua ukifanya content na yeye ulikuwa unasema mtu yako in character. Inaingiana. Yenye na feeling mtu mwenye tu una feel like mtu usiku waste time. Mpaka unajisahau. Kuna video fulani tulipiga na Terence lakini ni ile mpaka nilikuwa nasikia kucheka na yeye anasikia kucheka. Ushaona? Terence anafanyanga hivyo kila mtu. Sijui niliona gani setting fulani yake. Ako like wana act kama mtu wa butchery na huyo demo kwa hapo kando. Alipost hiyo kitu bado. Like wanajaribu kuact wanacheka. So ilikuwa so real because kitu ana act inakaa real. Na mimi na act real. So nyinyi mko in character mbaya. So ilikuwa hana license nikamhanda alafu akaingiza mkono hivi kwa koti akatoa license. Lakini hiyo license iko katikati ya mathao. So unaona license naona mathao. Huwezi jitoa. So akanambia si license ndio hii. Na mimi naona mathao na muda wewe hakuna. So hiyo edink iliingiana sana. I think all of them. Hata Auntie Jemima, Desagu, all of them. True. Pia Kena siku yenye tulifanyanga naye video fulani ya Miguna. One thing siku anaelewa Kenya wanafanya. Ushaikuwa kwa set na ujui ni nini na happen. Ujui ni nini na shootiwa. Unajua role yako but ujui ni nini. Ujui ni nini wana shoot mpaka unangoja kitu happen. Kumbe mali tuna shoot wataweka helicopter hapo katikati, sijui waeke nini, waeke mabombs. Walipua watu hapo kando wana. So pia hapo tuna shoot na unakena anasema songa hapo ndio helicopter itakuwa na shanga helicopter gani. So kwa video naona ati kuna helicopter ilikuwa inapita huko nini. So it's always fun Huwezi sema ati huyu ndiye inaingiana sana. You always learn something new. I'm sure hatujai shoot na Flaco. But Flaco niko sure nikishoot nitaona vibe nyingine nishangae. Kali anashootaje kitu. Flaco huanga in character mbaya. So unaona. So it's always hii vibe imekufurahisha. Desagu na yeye kuna kitu nitapata na yeye tumejua na for long. So everyone unapatanga vibe different yenye inafurahisha tu. Na ni challenges gani ume go through kwa industry? Nasema challenge ya kwanza Jumino na wewe kwanza starting from your baby industry bwana. 10 years in TV. Hiyo ilikuwa behind the scenes. Sasa kuna hii in front of the scenes. Zote challenges ya kwanza uanga tu ku get accepted. I think hata kwa hizi vitu zenu. Wase kwanza waku accept. Baya sana. Yaani unasikia wewe ni mfani. Wewe ni mfani. But unaweza take 20 years kuprove yourself waku accept. Unaweza kuwa presenter mnoma but utahave kufanya like 1000 videos wase wakisema tu until video ya 1001 ndio waseme huyu jamaa ni mnoma. Lakini wamekuwa wakijua tu. Lakini kuprove ina take so much time. But I think Kenyans hawajuangi like wanatakanga nini necessarily until uoneshe ndio hii kitu mnataka. I think kitambo watu wako wameaccept for example ile content ya Eve Mungai. So people had not yet subscribed until it came time watu wako like kumbe ana mingi watu so even us until ile siku watu wanaona umepost endorsement umerecognizewa mahali nje ndio wanaanza kuna na hii kitu ina make sense hata wase umeacha job wanakwanga hasa ati kushooting vitu kuweka online na tunaweka YouTube but ile siku wao wanaambiwa ile siku wanaona alikia amepata ki award ameawadiwa kwanza na CS mahali event wasa wamesimama unaona best actor best unaona hii kitu ni noma sana, kitu ilikuwa real sana Wakenya ku accept ukipata endorsement. True. Wakiona umepiga endorsement tu safi, wewe ndio face, wewe ndio face ya product fulani, ndio watu wana ku accept. Yeah, true. Ama ukisema ukiinterview
Saizi nikiinterview niseme I make 10 million a month. Ndio wasa watasema, but comedy inalipa. Ndio wataanza kushoot. Comedy analipa 10 million. Ule msee ana making 10 million usimuone hivyo. Ama nikiwa kwa barabara waone ninaendesha gari. Noma. Ndio watasema, comedy pays. Unaona msee anaendesha Maybach, inaitwa Maybach kama Maybach. Hiyo ama wanaona uko na Maybach Mercedes Maybach. Ama wanakula mahali hapo Two Rivers ama mahali fulani unaona jamaa kuna msee fulani alikuwa ameonekana msee anakulanga hapa. Ama saa zingine wasee mimi naonanga like with this industry msee wasee ungoja mpaka like mtu mmoja kwa industry mkubwa aseme like this guy has potential ndio kila mtu aanze Mbona nani? Kila mtu ni huko. Kungoja hiyo endorsement from people. So unaona kwa all those things ni process ya kuprove ni mnoma. True. So if I'm funny, first ni prove by getting followers. After followers ni get endorsement, ni ku-endorsed by kama venye anasema. Asawa big. Ma awards. Unaona hiyo time yote? Time inasonga. Na ulikuwa mfani kutoka day one. So you've used a lot of time to prove to everyone that what has kept you going. Ni juu napenda hii kitu. So kama hata kama wachache sana ufanyanga stuff yenye wanapenda. Hata kama silipwi so long as kuna camera na tunaweza shoot tunafanya tu. Juu I think sometimes back nilikutana na msee fulani alikuwa ananiambia mimi nafanyanga comedy, nikamwambia so shoot video zako za comedy kwanza. Akaniambia mimi hata sinanga camera, nikamuuliza so uko na simu? Uko na smartphone? So uko na smartphone, so anza na smartphone. Post at least uko na channel ya YouTube? Ati sina YouTube. Uko na Instagram? Sijaingia bado Instagram. Unaona? So like hata ukikuja kuambia mtu akusaidia atakusaidia aje na wewe mwenyewe hata wewe mwenyewe hujaji believe. Unapatanga wasa wanakuambia ni aje tufanye comedy kimoja hivi. Nitumie kitu unafanya. Kama ni mliniambia tufanye interview nikwambia aje? Send me something. Such that nilijua mnafanyanga hii kitu aje. So kama mngekuwa mmefanya interview yoyote, singejua save vibe ni gani. So lazima nione kitu yenye mmefanya. The same for other things. Comedy nione msee ana act poa. Kaa juzi kuna msee alini DM Msudanese. Ananiambia niaje mimi ni Msudanese na hujaipiga comedy ya South Sudan na mimi ni mrefu. Akanitumia picha. Nilishamwambia tunafanya. Kwa nini? Asha shoot comedy za Instagram. Akaeka. Nishaona ni mrefu, ni mdark, ni Msouthern Sudan. Akona kitu tunaweza fanya. Akona content. Lakini angeni DM tu ane I'm Sudanese, I'm funny. And can we do funny are you? You know, sitajua. So lazima ufanye kwanza. Then guys will discover you from there. True. Na utapatia advice gani like asa tutoke off topic kidogo. Like students hatuwezi jua nini inafanya ma studio wachome shule ama hata after kupatiwa the holiday with corona and stuff. Like hatuwezi jua reason big yenye inafanya students wachome, but tuseme ni like social awareness or something like that. Sasa unaweza patia watu kao advice gani? Mimi naona tutoe tu hii kitu inaitwa school motto. Hiyo ndio inafanya kitu ina inspire. So shule ukitoa school motto itakuwa tu school bila motto. Sawa, na amekaba hiyo topic hiyo design. Lakini on a serious note, I think ni kubalance. Unaona kama venye shule waliban my events, sports, drama, music. Wakasema unajua juu ya corona lazima tu recover, tusome mazee. Wase wakuwa wanapea wase ma weekend out. Alafu kama wewe ni mzazi, visit to a boy, visit to a dem once in a while. Asione mazee alikaa 8 months corona nje, then shule inakufinya. Kama saizi imagine shule zinafungwa 23rd. Mtu unajua umemficha nini? December ni mzima December yote ni yote na November. Kitambo unajua tuko nafunga sijui November hapo mwisho. So mtu kichwa yake vitu imejaa yani ni vitu na ni brain kidogo. So ako very volatile. Anafikiria anafikiria ni aje ataka atoke. So anaona
Kama tunafunga 23rd tukichoma hii shule tutafukuzwa. All by the time tunarudi inabidi tufungue tu. Imagine all they want is to go home or to speak to someone. So allow mapasta wakuje, wasanii wakuje, wakiona nani hapo Mr. Seed hapo ama ule boy anaitwa nani bila jasho. Wakiona Jabidi amekuja hapo high school amemwambia bila jasho amefurahi wanarudi Daro. Unaona bila jasho unaletea Triomio bana unaona unakaa Triomio ako sawa. Unajua shule yao hizi choma juu wako na msanii perform hapo at least once ka concert kadogo. Triomio mwenyewe anatokanga weekend anaenda kuperform anarudi shule. Hata hawezi pata idea ya kuchoma shule. Huyo hata juu ako kwa space yenyewe anaweza ji-express. So kama unaweza ji-express au utapata time ya kuchoma shule. Tuseme mzaya alikuwa juzi amekuvisit weekend, amekuletea amekuongelesha poa. Ukasikia tu poa. Au hawezi choma shule. I think that's the main. Okay, in Kenya kuna mashow zenye ziko na police characters. Umeshaikuwa like umeshaipewa proposal like to join your character as a full part of the show ukakataa ama you've just been riding solo? Of course zishaniita mingi. But huwa shida ni hawafiki bei. Afu maybe wanataka much of your time. Unajua mimi si understanding wasanii mkisema kufika bei. Kufika bei ina mean kufika bei inamaanisha naangalia pros and cons. Tuseme nikienda kesho, tuseme wamesema tuko na 10,000 kuja work hiyo kitu yako like kutoka what time mpaka what time. Alafu hiyo content inachezwa for how long. Hawananga hizo details most of the TV stations. Haujui hii content itauzwa wapi na wapi na wapi na wapi na hakunanga hizo structures Kenya. So ukiangalia hiyo pesa wanakupatia na ile kazi utachapa, afadhali nika hiyo one day ni shoot video ya YouTube yenye ni yangu milele na itanimetia to revenue. Mashaitwa na vioja mahakamani. The new one wakaniambia lakini lazima ni change jina. Let us jite Kiprono hali tukaambiwa tu change jina. Okay, hiyo aspect yote ya wasanii change jina ama ku change jina. Unaweza sema what about it? Kama ni mimi naambiwa ni change jina na mtu lazima labda nipe pesa mob sana. Cause imagine imetake how long kujenga the name Alex Madenge. True. So for you kuniita, alafu umeniita juu mimi ni imagine umeniita kwa sababu nime create a big name online. Then unaniambia sasa usijiite Madenge, jiite Kiprono ama afande jina fani hapo. Unajua hizo lazima upige mahesabu how much have I used to make my brand? So hiyo kuchange. Alafu kwa pia kwa TV si big deal. Imagine unaapia tu once. While kwa channel yangu nikiwa na 10 million views, au ni wasa wana watching usiku na mchana. Wako Saudi Arabia, wako Australia, wako wapi? Unaona? Daily na hiyo imagine msaki watch anaacha tu hiyo video hapo. Mwingine kama anaacha anaacha tu. Lakini mkichange jina ati nakuja na once Monday ina repeatiwa Sunday. Hizo ni mara mbili na ni wasefiwa naona. Hiyo ndio kitu I think watu hawajajua. So for me to come to your TV show lazima upige hizo mahesabu 2-3 wazi manzi. So mimi nikuulize sasa kitu. Nataka kuuliza kitu ina trend. Nataka kujua view yako about it. Now si story na nini but juzi tu tumeona hapo Diana na Willy Paul they are having mvutano. Like okay, Kenyan celebrities showing that these people are not on the same page. Sindio? And ama wako on the same page is just unajua kuna ile clout and stuff. So mimi nilikuwa na kuuliza like okay, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. If you saw that story of Diana Bahati when she said she nearly got raped and stuff. By Willy Paul and I remember ule dem Nani's ex Queen Nika the Queen alikuja akasema ati like I remember that day hakuna kitu kama hiyo ili happen. She was there willingly and stuff. So mimi nikicompare hizi story mbili nilikuwa naona ni kama
probably alikuwa ana try to bring down what Diana said to be lies. So what is your take on that whole story? Si hata story na nitaiweka general. Wasa wanaweza piga clout any day, but kwanza kwa police service kuna vitu zinatangwa capital offenses. Capital offenses hata Uhuru hawezi kutoa, hata nani. Capital offenses ni kama murder, robbery with violence, rape. Hizo zinakuwa capital, si vitu za kujoke nazo. So my point is huwezi joke na kitu kama rape. First, whether ulirepiwa ama hukurepiwa, being a capital offense, hii story unafaa kutuambia 3 years later. Actually alisema hiyo stuff ili happen 5 years ago. Si kitu ya kubeba kutoka hiyo time mpaka saa hizi. Hata kama aliripoti hiyo time ni case ingechukuliwa very seriously. Ni kama murder na robbery with violence. So if it's not true, anatumia rape allegations to bring down Pose, it's very bad. If ni ukweli Pose alifanya hivyo, then the law ingefanya kazi ile time ingechukuliwa serious sana. Nikaa saizi uamke useme kuna msee aliua father yangu 1997. Hatunaona hii kisu nilidungango 10 years. That's a very capital offense. You cannot joke with that. So kama ni clout wanacheza na rape, it's very bad na ni very risky. Kusema mtu alikurape inamalizanga mpaka brand ya mtu. Tumeona hata watu has been crying at amepoteza some nini. So if it's not serious, kama ingekuwa serious angefanya deal na Pose hiyo time. Kama ana deal na yeye saizi anapoteza deals na ni clout, si poa kabisa. Tumeona so generally wasa wapige clout, lakini unaweza lakini usitumie kitu kama rape kama murder ama kitu capital offense, because if the government wants to take it seriously saizi waseme tumesikia hiyo story, hebu kujeni Pose na Diana. Sasa serikali sasa si clout, ekeni Instagram hapo kando nini wafuatilie vizuri. Unaweza pata Pose hata anaweza sue Diana pesa mob sana if it is not true it was a rape allegation. And if it is proved Willy Paul did that, itamuumiza sana, atafungwa hata. So unaona si kitu ya kujoka both ways. True. So amwezi kaa chini mkasema tutumie rape kama clout. Inaweza backfire vibaya sana. True. So wasa wapige hizo zingine za unakatia demu na muacha. Naona juu ya story na clout iko ni safi ama ni iko sawa, iko na space yake. Unajua ni entertainment. Na wase ufuata hizo vitu. Maybe mimi naonanga clout ina take some its part, yani kuna wase wenye wako built on clout. Kuna wase wenye without clout they cannot. So huwezi sema kama msara tumia clout na akona akona influence anafanya kitu ali dream. Ako sawa. True. Kama mwingine anaekanga tu content na inaenda on its own. Kuna watu wanaekanga music na inaenda tu. Hata Otile, lakini Otile juzi niliona atumiangi clout. Otile alisema atumiangi clout but yeye ni product ya clout. Yeye alipiga tu clout moja safi. Wallahi. Akaingia mitini. Mimi naeka tu muziki msafi bana, ushanielewa. Hapana. Wapi? Alishamaliza hiyo. Tunakuelewa. Alishapiga clout moja safi. Yani yeye alipiga hesabu akaona badala ya cloud ya kuishi industry ya wacha ni uwe na moja tu. That's it. After that sasa ni mangoma. True. So kama Otiles unaona kama ilikuwa cloud ilimsaidia na so huwezi sema ati haina space. Kwanza wase wako hii age ya nyinyi mnajiita manika. Cloud it's part of nini that era the showbiz. Kama una clout in short you cannot no see hivyo no easily not kila mtu ana njaro yake, kila mtu ako na portion yake. So but it's part of the current showbiz ama pop culture. Hatuwezi deny. At times unaweza una brand yako iko chini, unaona wacha nitumie clout kidogo for like 2 years brand isiende chini afu uachane nayo. Na the so called clout hata nikuulize example. Unajua wasanii wa kitambo wangapi tuseme wa gospel wenye wali retire ama
ni ma legend wa industry. Unajua kama wangapi hivi? Tuseme tuwataje. Christina Shusho. Huyo bado uko deep bro. Tuongelee watu kama kina Ringtone hapo kwa ama Ringtone aimbangi siku hizi. My point. Nikuulize. Kwa nini hujasema Rafton? Kwa nini hujasema Henry Mutuko? Rafton ali choose the hard path. Sasa ona alisema tu like ataki ku cloud chase. So Ringtone kwa nini ameka top of mind? Juu anashinda haki. Kwa relevant. Na Ringtone saizi akitoa ngoma inaenda mbio sana. Because amuoni kama msanii wa kitambo. So unaweza sema cloud chasing ya Ringtone ni mbaya? Hapana, inamsaidia. Msanii wa kitambo according to his brand. Msanii wa kitambo akitoa kasaizi ya ngoma inapata 500 views in 1 week. Juu unasema msee bado anakuanga. Bado ni mbaya, you know. But Ringtone ataeka na andike na kizungu mbaya. Aseme link is inside bio. Inside my bio. It is inside YouTube. If it doesn't trend, I will kill myself. So mnacheka, mtaenda muiweke muongelee muwatch vitu zake. So unaona yeye ashaeka hiyo mnaita ku cloud chase. Iko part of him. So is he right or wrong? He's absolutely right according to it. Watu wanasemanga ni kati ati Ringtone anatuumiza akili. Si unfollow. Why you keeping? Si mimi huko. Unakumbuka anga kuna ule mse fulani alikuwa like mimi naonanga Ringtone ananifanya ni mentally. Si unfollow. You see, unfollow na unban. Unajua that's the whole reason for haters. As in haters wako there to make your content grow. Kitambo nilikuwa nakasirika na haters lakini nikarealize msana kuongelesha mbaya alafu kimjibu anafurahi anamwambia hapo sasa yani amkumbe ametaka tu attention yake. Anakuambia mpaka anakudia mimi ni fan wako number 1. Wenye umenijibu hapo nimesikia tu nzuri. Hata sisikii kudoze. Nakumbuka nilionanga kitu fulani with OG Calligraph Jones fan wake huko alimwambia ati wewe ni faladi siku hizi utoangi content, kazi yako ni cloud chase. Akamwambia buda pole kwa kusikia vibaya, nimekuumiza, si uandike namba yako hapa nikutumie ka kitu. Fala kaandika namba. Oje akamwambia kwenda huko. Fala. Wewe ni hata unaona. Tumia akili. Unataka ufanye kazi buda. Ndio ufanye kazi kama wale wengine. Na ushai feel tempted kutumia cloud? Bado sijafika hapo. Bado hujakuwa. But nishakuwa involved kwa cloud. Ni cloud ya mtu mwingine. So na kwa lakini zapita hapo. The belt. Nilikuwa hapo kwa cloud. But mimi mwenyewe sijaikaa nikafikiria ku cloud chase. But si mbaya hata cloud chase. So long as ayumizi mtu. Hayumizi mtu. Ni sawa. But sitaisema dem fulani alinitaka kunirape. Hiyo nao ni serious. Hiyo nao tutabidi tukuchangie. Ama maboy wao repiwi. Maboy niamke niseme 2009 sio unatafuta nani pale KU. Nakumbuka Pamela alikuwa aliniita kwa room yake akadili mimi. Juu itaumiza. Labda yeye ni mtu kwa familia saizi nasema na watoi wakizaliwa wata Google bana watapata hizo story. My grandkids watakuja wa Google Alex Madenge, then wanaona was raped in 2009. Ukae buku ya tu kama hii rata kwani kulinda kama hii inakuanga like umetengeneza jina and a brand and then mtu akikuja kuangalia 10 years later ataona all that you built, ataona like umsi alikuwa accused of ataona hiyo rape allegations and stuff like na nikuulize like what do you think inafai happen saizi ndio content creation in Kenya go to the next level? Unajua I think saizi watu wengi watching hizo ma comedy za Nigeria, kuna mtu wajui Sydney Toka and other the friends so what do you think like what is supposed to be done in the Kenyan entertainment or content industry ndio ikuwe big? It's very easy. Just support everyone
From who? Whether Government, it's everyone, unawajua from policies. Kama wewe ni policy maker, just make a policy yenye inafanya ikuwe easy kushoot. Kama wewe ni MP, make it easy kuimport a camera or a mic. Hapo umesaidia. Kama wewe ni corporate na uko na budget kanaweza support show 2-3. Why not? Kama umeitwa show, ukiniita show leo na nimelipwa leo. Nisikuitishe complimentary. Nikuje tu nilipe hiyo so 5, wakienda ku count sales za tickets wanaona tumeuza na ni maboy wako wamebuy, unajua. So if you support it from all angles itakuwa wasanii wako na corporates watapata value na itakuwa industry poa. So ni support tu. See from one angle. No. Even from parents. Ukiona mtoto wako ana shoot vitu ma TikTok. Wewe acha una dance aje? TikTok. Wewe unatingizia nani? You know. You never know your TikTok ndio itamuamua. So ukimsupport mzee, how can I help? Hivyo tu. So I think on the last issue hebu tuambie ni nini nimekufanya uingie kwa ngoma. I think nimekuona kwa ngoma ya Mandy. Mandy, yeah. What aspired you to do like content in music or rather ama ni hao watu artists ndio wanakuitanga? Wao wananiita na uliza wako na how much. How is it working with artists? Iko poa, you know why? Na get kuona na watu wenye maybe they don't watch comedy. New audience. Hata kuna msaji comedy yangu hata moja. But kidunga hiyo uniform anaona umse nishayemuona mahali. Nishamuona kwa ngoma fulani ya Otile, nishamuona kwa Calligraph ya King Kaka. So unaweza pata msee afuatiliangi comedy. But ikienda show fulani anaambia no ajui hata comedy yangu moja. So from music, music inachezangwa sana. Kwa TV, mix, magari. Na hizo mix haziwezi cheza comedy maybe. But so utapata naonwa chezanga but utapata naonwa kwa demographics zenye comedians wengine hawaoni. That's how being in music inasaidia. Na view yako ya mwisho Gengeton iko bado? Niliona kama ilikufa kidogo but we just need to support the industry. Unajua wacha niseme what I think of Gengeton. Gengeton ni sound noma sana. Kitu ile lack ni mentors. Mentors wa industry. Unajua every industry has to have a father. And a mother and a pale juu hata Hollywood. Ana spearhead. Hata Hollywood actor mnoma ana look up to Will Smith. Na anaweza kutana na Will Smith amwambia ni aje unakampoa but acha kufanya hii na hii na hii. So Gengeton ilikamwa wakati hakukuwa na fathers. The industry was dead. Na Gengeton walikuja na ile awacha tuwaonyeshe. So hawezi ambia hata hao vijana anything. But kungekuwa na fathers wenye anawaambia sasa mko sawa. Basi sasa next time mfanye hivi na hivi ndio maybe mkitaka kuingia corporate mtu fanya hivi. There are no fathers. Alafu corona ikafanya ile kitu. Ikawa damage. But naona imerudi. So Gengeton is back. Sipangwingwe zina trend. But then unajua when you're talking about Gengeton being back you're talking about individual artists akina Mbogi Genje akina X-Ray. No, Gengeton is a time ama a wave. Unajua mimi naongelea hata kama what happens ukisikia ni wave ya Gengeton. Hata kama unafanya hip hop na wewe ni mniu unawekwa pia hapo kwa Gengeton. Unawekwa kwa Gengeton. Hata kama mtu kama Chris Kaiga alikuwa kwa Gengeton. Lakini mimi usikia yeye akiimba. But mimi usikia yeye akiimba. Akona hiyo vibe zote za Gengeton. But unaona aliyeko hapo wewe ni wa Gengeton. Yaani ukijaribu kukataa watu kama Mbogi Genje ukiulizwa I think ni hip hop. Wala ni hip hop. Lakini juu alikama slang wanaongeaje Gengeton. So hii watu wa Gengeton watu wame jump into conclusions fast. So what is Gengeton? So wangekuwa na mababa wa hiyo industry wangeambia Gengeton ni nini, ina sound aje, ndio tu classify sasa hii ndio Gengeton. Kama Gengeton ni chafu tujue ngoma yote chafu ni Gengeton. Ama kama ni gospel ndio zinaitangwa Gengeton tujue. Kama watu wote wanaimba gospel wanaimba Gengeton. Unaona. So ni mentorship tu haikuwa.
Yeah. Manze jo my mentors manze kamini mu nacha my youth man before what disappear. Yeah. So with that being said and without much ado manze asante sana kwa kutuhost kwa channel yako. Nashukuru. Manze ndio vile umetushikia hii channel. Stem ununue mic big kiasi. Unaongelesha mbaya, unajua naweza kosa kuwapatia hii audio. Pole acha. Naongea mbaya na hata niko kitu tutastaribu tutaongea kando. Noma sana. Yeah. Karibuni tena. Manze appreciate. Watu wote mnafanya online content to keep pushing. Hii ndio the new cartel. We appreciate man. This is the future. So nyinyi mko kwa future. Tuko kwa future already. Si hadi ndio tunashughulikia future. Na kama una like hii video una share, una comment. That's how the channel grows. Kuna kitu inaitangwa algorithm ya YouTube. The more people like, the more they share, the more the channel moves. Unajua maybe viewers who are elevi kwa nini unashinda ukisema watch, subscribe, share. Ni ku share this video. Ionyesha YouTube hii video inaweza. Noma sana. True manze, peace. Thank you for coming through. Yeah. Manze asante sana. Hii